Ndugu waandishi wa habari, tunawakaribisha kwenye ukumbi huu wa mkutano wa ofisi yetu ya chama ya kanda ya kati iliyopo mkoa wa Dodoma, mtaa wa Swaswa Mnarani. Ninayezungumza mbele yenu ninaitwa Vincent Emmanuel Tibalinda, ni mwenyekiti wa baraza la wazee la Chadema mkoa wa Dodoma, yaani Bazecha. Tumewaita leo hii kwa ajili ya kuja kutoa msimamo wa baraza la wazee la Chadema mkoa wa Dodoma Bazecha juu ya matukio ya kamata ya viongozi inayoendelea nchini mwetu. Msimamo wa baraza la Chadema Bazecha mkoa wa Dodoma: tunalaani kwa nguvu zetu zote matukio ya polisi kukamata viongozi wetu wa kitaifa ambao wanafanya shughuli za kisiasa kwa mujibu wa katiba ya nchi, viongozi wetu wanaofanya majukumu ya kisiasa ili kutimiza majukumu yao kwa mujibu wa katiba. Tunatoa tamko la kulaani jeshi la polisi Tanzania. Tunaanza na tukio la kwanza ambalo lilikuwa ni tukio la kumkamata mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, aliyekamatwa mkoani Ruvuma, wilaya ya Mbinga, akiwa kwenye mikutano ya hadhara ya kisiasa kama walivyo viongozi wengine wa kisiasa wanaofanya mikutano ya hadhara. Mwenyekiti alikuwa kwenye kampeni yetu ya kitaifa ya kuhamasisha kampeni yetu ya no reform no election. Amekamatwa baada ya kuwa amemaliza mkutano wake wa hadhara. Mkutano ule uliendeshwa kwa njia ya amani, wananchi walikusanyika kwa amani, mkutano ule ulifanyika vizuri. Baadaye OCD wa wilaya ya Mbinga akamhitaji mwenyekiti kwa ajili ya mahojiano kwenye kituo cha polisi cha wilaya ya Mbinga. Mwenyekiti hakukataa wito, akakubali wito ule, akawaambia bado alikuwa anamalizia kukusanya michango ya tone ambao ni sehemu ya kampeni ya mkutano ule, na akawaahidi kwamba baada ya kuwa amemaliza kukusanya michango ile angeenda kuripoti kituo cha polisi na kujua sababu ya kuitwa kwake. Lakini hata hivyo, baada ya muda polisi hawakukubaliana na zile sababu, wakaanza kupiga mabomu, na kwa kweli ilitumika nguvu kubwa sana kufanya harassment ya kumkamata mwenyekiti na hatimaye kuondoka naye na kumpeleka Dar es Salaam usiku kwa usiku na hatimaye kumpa kesi ya uhaini. Sisi wazee wa baraza la Chadema mkoa wa Dodoma tunalaani tukio hilo. Tuna uhakika mwenyekiti hajavunja sheria wala hana kosa la uhaini, kwa sababu mwenyekiti wa chama alikuwa kwenye mikutano ya hadhara ya kawaida ya kisiasa. Mwenyekiti wetu wa taifa hana jeshi. Mwenyekiti wa taifa hakuna mahala kokote ambako alikuwa anahamasisha labda vyombo vya ulinzi na usalama viasi dhidi ya serikali. Mwenyekiti alikuwa anazungumzia falsafa ya sisi wananchi kuasi dhidi ya mifumo kandamizi ya uchaguzi, na hilo sio kosa. Kauli hii sio mara ya kwanza kutolewa na mwenyekiti wa chama wa taifa. Kauli hii iliwahi kutolewa huko nyuma na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na alisema tunahitaji vijana majasiri, tunahitaji vijana wenye uwezo na majasiri wa kuasi mifumo mibovu ya ukandamizaji ya dola. Sasa Mwalimu wakati ule kama alisema tunahitaji vijana majasiri wenye uwezo wa kuasi mifumo kandamizi ya dola, haikuwa uasi. Kwa nini leo mwenyekiti wa Chadema wa taifa akisema tutawahamasisha umma wa Tanzania waasi dhidi ya mifumo mibovu na kandamizi ya uchaguzi? Na wote tunafahamu kwamba nchi hii hatujawahi kuwa na uchaguzi toka mwaka 2019. 2019 uchaguzi ulikuwa wa hovyo, wagombea wa Chadema karibu wote waliinguliwa. Ni kama vile ule uchaguzi haukufanyika kwa kufuata utaratibu, kanuni za uchaguzi zilikiukwa. Mwaka 2020 uchaguzi ulikuwa wa hovyo, wagombea wa Chadema pia waliinguliwa. Uchaguzi wa mwaka 2024 pia uchaguzi ulikuwa wa ovyo, wagombea wetu wanaendelea kuenguliwa.
Hakuna asiyefahamu kwamba nchi hii ina matatizo kwenye mifumo ya uchaguzi. Nchi hii tuna shida kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Nchi hii tuna tatizo kubwa kwenye utaratibu mzima wa uendeshaji wa chaguzi zetu. Na ndio maana baada ya shida zote hizi kutokea, ikazaa kampeni yetu inayoitwa No Reform No Election. Na mwenyekiti alikuwa anafanya hamasa kwa ajili ya kudai mifumo bora, mifumo sahihi, mifumo yenye chaguzi huru, ili wananchi wapate haki sahihi ya kuchagua viongozi wanaowataka. Sisi tunasema tunalaani kitendo cha polisi kutumia nguvu kubwa bila sababu yoyote. Wametumia nguvu ya ziada kupiga mabomu. Kama mnavyofahamu, mwenyekiti wetu ana changamoto ya mguu. Mguu ule aliumizwa na risasi mwaka 2017. Hayuko sawa sawa kama walivyo binadamu wengine. Hakukuwa na sababu ya kutumia nguvu kubwa kiasi kile kumkamata mwenyekiti na kumburuza na kumuingiza kwenye gari na kumpeleka Dar es Salaam. Huu ni unyama, huu ni ukatili, na inaonyesha ni kwa kiwango gani vyombo vyetu vya ulinzi na usalama haviheshimu haki za binadamu. Polisi wanasema kwamba kwenye syllabus ya kozi zao kuna kozi ya haki za binadamu. Sasa tunahoji, kama polisi kwenye mafunzo yenu kuna kozi ya haki za binadamu, hiyo heshima ya haki za binadamu naifanya wapi? Kwa nini mwenyekiti ambaye hakuwa hata na chembe ya silaha aina yoyote, hakuwa hata na kiwembe mfukoni mwake, kwa nini ilitumika nguvu kubwa kiasi kile ya mabomu na risasi na bunduki kukamatwa tena kwa kuburuzwa na kuingizwa kwenye magari? Tunalaani kitendo hicho. Tunaendelea kulaani jeshi la polisi kwa matendo mengine ya ukandamizaji yanayoendelea. Kama mnavyojua, hata jana siku ya tarehe 22, makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche akiwa kwenye mkutano wa hadhara mkoani Dar es Salaam eneo la Kariakoo, polisi walikuja kuzuia mkutano wake wa hadhara ambao ni halali kwa mujibu wa utaratibu na maandalizi ya mikutano yetu ya hadhara. Mheshimiwa makamu mwenyekiti alikamatwa kwa nguvu na akapelekwa kituo cha polisi cha Msimbazi Center bila sababu yoyote. Ikumbuke kwamba mkutano ule ulikuwa, polisi walikuwa na taarifa siku 6 kabla ya jana, na hawakutoa barua yoyote ya kizuizi. Maana yake ni kwamba mkutano ule ulikuwa halali, haukuwa na kizuizi chochote. Ni uonevu wa hali ya juu kwenda kuzuia mkutano katika hatua ya mwisho ambapo wananchi wamekusanyika, zimetumika gharama kubwa kuandaa ule mkutano, wananchi wamejiandaa kuja kuwasikiliza viongozi. Polisi wanakwenda kuvamia wananchi ambao wamekuja kwenye mkutano ule, wanavamia gari la makamu mwenyekiti na kumkamata kwa nguvu. Hii ni nguvu kubwa inayotumika kuzuia mikutano ya hadhara kwa kutumia polisi. Viongozi wetu wanakwenda kuzungumzia hatima njema ya nchi hii. Viongozi wapo kwenye kampeni ya kupambana kuhakikisha taifa hili linaingia kwenye uchaguzi ambao unazingatia misingi ya sheria, utaratibu na haki. Wanapambana dhidi ya mfumo kandamizi kwenye chaguzi zetu. Hatujaona polisi hawa wakifanya reaction kwenye mikutano ya hadhara ya CCM. Viongozi wa kitaifa wa CCM, tumemwona katibu mwenezi wa CCM Amos Makala, tunamwona mzee wa Sira makamu mwenyekiti, tunamwona katibu mkuu wa CCM, wanafanya mikutano mbalimbali ya hadhara ya kisiasa kama ambao wanafanya viongozi wetu wa Chadema. Hatujaona mkutano hata moja wa CCM ukizuiwa kokote pale unakofanyika. Ikumbuke kwamba eneo lile la Kariakoo CCM waliwahi kufanya mkutano wa hadhara pale, lakini hawakukamatwa. Jana makamu mwenyekiti wetu alikamatwa kwa sababu tu wanasema eneo hilo ni la kimkakati, halipaswi kufanyika mkutano wa hadhara. Sasa swali letu ni je, wakifanya CCM mkutano wa hadhara pale ni sawa? Wakienda Chadema kufanya mkutano wa hadhara eneo lile pale, eneo la mkakati, huo ni mkakati wa nini ambao unaipendelea Chama cha Mapinduzi? Sisi tunajua hakuna maeneo ya kijiografia ambayo yana ukanda wa chama fulani, eneo fulani hawawezi kufanya mkutano wa hadhara, ila chama fulani wanaweza kufanya mkutano wa hadhara. Huu ni ubaguzi na uonevu. Nguvu kubwa ya polisi leo tumika jana kumzuia makamu mwenyekiti. Kwa nini nguvu kubwa hiyo haitumiki kwenda kulinda wananchi? Kubwa ya polisi leo pelekwa jana kuzuia mkutano wa hadhara ni sehemu ya ukandamizaji wa jeshi la polisi.
Polisi wetu mara zote wamekuwa wakizuia mikutano ya hadhara na viongozi wetu kwa kisingizio cha maelekezo kutoka juu. Sisi tunachojua, polisi wanafanya kazi zao kwa kufuata muongozo wa kazi ya jeshi la polisi inayoitwa PGO. Leo hii polisi wanafanya kazi kwa kuacha muongozo wao huo unaoitwa PGO. Wanafanya kazi kwa muongozo wa utaratibu kutoka juu. Kuna haja gani ya kuwa na muongozo wa kazi yao kama wanafanya kazi kwa kutumia muongozo wa maelekezo kutoka juu? Baraza la Wazee la Mkoa wa Dodoma tunaendelea kusema tunalaani vitendo vya Jeshi la Polisi Tanzania kuendelea kuzuia mikutano yetu ya hadhara kwa nguvu, polisi kuendelea kuagasi viongozi wetu wanaofanya mikutano ya hadhara ya kisiasa kwa mujibu wa sheria, polisi kuendelea kuwatisha viongozi wetu pale wanapoandaa mikutano yetu ya hadhara. Tunasema tunalaani kwa nguvu zote, na tunaliasa Jeshi la Polisi Tanzania lifanye kazi yake kwa kufuata sheria, kanuni na muongozo. Wao wana kauli mbiu inayosema kwamba wanafanya kazi kwa uweledi. Tunataka uweledi huo utumike kulinda haki ya vyama vya siasa kufanya kazi ya kisiasa katika nchi yetu, na uweledi huo usitumike kukandamiza Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanapokuwa wanafanya mikutano yao ya hadhara kwa kufuata utaratibu, kwa kufuata muongozo, lakini kwa kuzingatia sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 inayotoa haki kwa vyama vyote vya siasa kufanya shughuli za kisiasa katika nchi yetu. Nchi hii ni jamhuri, ni nchi ya mfumo wa vyama vingi. Vyama vyote vinapaswa kuwa sawa mbele ya sheria. Vyama vyote vina haki ya kufanya kazi ya kisiasa bila kuingiliwa na vyombo vya dola. Iweje CCM wafanye mikutano yao hadhara na vyombo vya dola havisemi wala hawaingilii mikutano yao, hawaingilii mikutano yao. Lakini pale hasa Chadema inapokuwa inafanya mikutano ya hadhara, imekuwa ni nongwa kwa polisi. Ni kawaida polisi kuvuruga mikutano yetu kwa sababu ambazo kimsingi hazina hata mashiko. Tunalaani vitendo hivi, tutaendelea kulaani na tunakemea kwa nguvu kubwa. Polisi waache kutumika vibaya. Polisi wasipate maelekezo kutoka juu. Polisi wafanye kazi kwa kufuata muongozo wa kazi yao. Waheshimu sheria. Waheshimu kanuni inayovipa vyama vya siasa kufanya shughuli za kisiasa katika nchi hii. Lakini polisi wasifanye kazi kwa upendeleo. Wao wako pale wanalipwa kwa kutumia kodi za wananchi. Kodi za nchi hii tunalipa wote bila kujali itikadi zetu. Wawe CCM, wawe Chadema, wote kwa pamoja wananchi wanalipa kodi. Kodi hizo zinatumika kuwalipa polisi mishahara, posho na mambo mengineyo. Kwa hiyo tunaomba polisi wafanye kazi kwa kufuata sheria na polisi wasitumike kisiasa. Hatutaki polisi watumike kisiasa, tunataka polisi wazingatie sheria, wazingatie utaratibu katika kutenda majukumu yao. Kwa hiyo waheshimiwa waandishi wa habari, tumewaita leo hii ili kutoa msimamo huu wa Baraza la Wazee la Mkoa wa Dodoma kulaani kitendo cha polisi kuzuia mkutano wa hadhara ambao ulikuwa unafanyika kule Mbinga na hatimaye kumkamata mwenyekiti wa taifa na sasa kumpa kesi ya uhaini. Sisi tunasema kesi ya uhaini ambayo mwenyekiti amepewa si kweli. Mwenyekiti wetu si uhaini, na tunafahamu ni kesi ya kisiasa ya kusingiziwa. Haya yote yamefanyika ili kupunguza kasi na nguvu ya mwenyekiti kuendelea kufanya mikutano ya hadhara kupitia kampeni ya no reform no election. Tunasema Baraza la Wazee kwamba kampeni ya no reform no election tutaendelea nayo, hatutarudi nyuma, tutaendelea kuhamasisha wananchi, na tunasema sio tu chama hiki kitasusa uchaguzi. Hatuwezi kususia uchaguzi, ila tutazuia uchaguzi pia wakati ukifika. Huu ni msimamo wa chama, tuendelee kusimamia msimamo wetu, hatutarudi nyuma, tutaendelea na kampeni hii. Hata kama watakamata viongozi wetu wa kitaifa, viongozi tuko wengi wa Chadema, tutaendelea na mchakato huu wa no reform no election. Tutaendelea kufanya mikutano ya hadhara kwa sababu kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 92 ni haki yetu kufanya mikutano ya hadhara na kuongea na Watanzania popote pale walipo. Na mikutano yetu yote inafuata utaratibu wa kisheria kabla ya kufanyika. Kwa hiyo
Hicho ndicho ambacho waheshimiwa waandishi wa habari mkoa wa Dodoma tumeita hapa ili kuja kutoa msimamo wa baraza, na huu ndio msimamo wa baraza la wazee la mkoa wa Dodoma. Sisi tunaunga mkono msimamo na kampeni ya chama. Kwanza namshukuru mwenyekiti wangu kwa kuweza kusummarize mambo hayo aliyozungumza. Nina mambo kama mawili au matatu. Kwa majina naitwa Mwajuma Ali Yame, ni katibu wa baraza la wazee mkoa wa Dodoma Bazecha. Jambo nalotaka kusema, nchi hii lazima tujifunze. Tujifunze na kuelewa ni nini maana ya ugaidi. Mtu asiyekuwa na silaha, asiyekuwa na majeshi, asiyekuwa hata na kombania, hana platoon, wala section hana, hawezi kuwa gaidi. Hawezi kuwa gaidi kabisa. Mikutano hii aliyokuwa naifanya Mheshimiwa Tundu Lissu huko Mbinga haiwezi kumfanya awe muhaini, apatiwe kesi ya kunyongwa mpaka kufa. Jambo hili ni uonevu mkubwa sana kwa nchi hii. Vyombo vya dola na viona haviko sawa kabisa. Mnapoamua kumtengenezea mtu kesi, mjue mtengeneze. Lakini habari ya kutengeneza kesi ambazo ni za michongo, hazina mishiko, sio sawa kabisa. Watanzania wa sasa sio wale wa zamani ambao wanaweza kuburuzwa kivyo vyote vile. Tundu Lissu sio haini. Hana kesi inayemfanya ashtakiwe mpaka kufa na kunyongwa. Kwanza wamemzalilisha sana kiongozi wetu wa taifa. Ule sio ushikaji wa kiongozi mkubwa wa taifa. Ukamataji gani ule wa uzalilishaji, kumtembeza usiku kucha, mtu asiye na kisu, asiye na panga, hana silaha ya aina yoyote. Kwa nini wamzalilishe kiasi hicho? Na naviasa vyombo vya dola visitumike vibaya. Jeshi la polisi litambue wajibu wake ni kulinda raia na mali zake. Jeshi la polisi lisitumike vinginevyo, mnazalilika. Iko siku mtajajuta. Hii shida gani iliyoko ndani ya nchi hii? Jeshi la polisi, vita mnakwenda kujifunza kwa raia wenu ambao hawana makosa, ambao hawana silaha ya aina yoyote. Maana mnatumia miondoko yote ya kijeshi. Mnakwenda mara ghost walk, mnakwenda single file, mnakwenda double file, mnapiga ambush. Watu wasiostahili kufanyiwa hivyo vitu. Raia wasiokuwa na silaha hawatakiwi kufanyiwa hivyo. Au ni kwa sababu nchi hii haijawahi kuingia katika vita? Ndio sasa mnaona mjifunze kwa raia wenu, tena raia wema wasiokuwa na silaha. Jambo hilo halikubaliki. Jambo la pili, wazee wetu katika nchi hii mko wapi? Msikubali wazee wa nchi hii kuiachia nchi hii ikaenda kutetereka. No reform, no election, maana yake ni kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ni kwa nini hizi kanuni na taratibu za uchaguzi watu wasikae mezani? Kuna nini? Chama cha Mapinduzi kina nini? Kwa nini wamekuwa makaswati? Manake makaswati ni watu makaidi, watu wasiotaka kuwajali wengine, wasiowasikiliza wengine, wasiowajali watu wengine. Safari hii
haikubaliki. Hatuwezi kususa uchaguzi, bali tutazuia uchaguzi mabadiliko yasipotokea. Na mkoa huu wa Dodoma una majimbo 10. Tutafanya kazi usiku na mchana katika majimbo yetu yote 10. Tuna mitaa 221. Tutafanya kazi ndani ya hiyo mitaa yote na tutahakikisha uchaguzi hautafanyika. Na bahati nzuri kabisa, rais wetu wa nchi hii au rais atakayeteuliwa atachukulia fomu Dodoma. Wanawake wa Dodoma tunasema hapana, Chama cha Mapinduzi na chenyewe kisiingie katika uchaguzi bila mabadiliko. Tunahitaji mabadiliko. Mama Samia popote pale alipo lazima ajali wanawake wa Tanzania walio wengi wapiga kura. Ni kwamba mabadiliko ni lazima ili kuwe na haki. Hivi ni uchaguzi gani unaweza kufanyika bila mabadiliko? Hamuoni maumivu ya watu walioyapitia? Hamuoni vifo vilivyotokea? Chadema hatuko tayari kuona watu wetu wanaenda kupoteza maisha tena. Hatutakubaliana na watu wetu kupoteza maisha bila sababu ya msingi. Na kwanza, binadamu hawezi kutolewa kafara wakati wa uchaguzi. Kama rais wa nchi Samia Suluhu Hassan, lazima ukae chini mama, uone kabineti iliyokuzunguka watu wengi wanakulaghai, hawako sawa na wewe. Ara zako 4 uzitumie vizuri, uzifanyie kazi. Kaeni mezani. Hatutaki wanawake wa nchi hii waanze kukimbia na watoto, waanze kuumizwa, waanze kuuawa bila sababu, watu kutekwa. Vijana wetu wa Chadema wamepotea wengi, wanawake wanalia, watoto wao hawawaoni. Mama, hivi wewe si mwanamke? Ni vipi leo huna uchungu na mtoto wa mwanamke mwenzio? Wako wapi vijana wetu waliopotea? Ni kwa nini wapotee? Wakina Soka wako wapi? Na wengine wengi wako wapi? Ni kwa nini tuzalilike nchi yetu hii? Ninaomba wazee wote wa baraza la wazee mkoa wa Dodoma, BAZECHA, tushuke chini kwenye majimbo yetu, tukaondoke na no reform no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tutakwenda kuzuia uchaguzi kwa nguvu zetu zote. Na zile fomu za petition zikifika Dodoma, wenye viti wa majimbo na makatibu wote lazima muhakikishe zinakwenda kusainiwa. Tunahitaji watu milioni 15. Wote watasaini Dodoma. Na mimi kama katibu wa baraza la wazee mkoa wa Dodoma nitazunguka na hizo fomu zote, majimbo yote, kata zote, kuhakikisha kila mmoja anasaini na kuandika jina lake na namba ya simu. Namshukuru katibu wa baraza la wazee la Chadema la mkoa wa Dodoma, BAZECHA, kwa matamko aliyoyatoa hapa mbele ya ninyi waandishi wa habari. Lakini baada ya shukrani hizo, ninaomba tu nimalizie kwa kusema kwamba kesho tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 ndio siku ambayo kesi ya Mheshimiwa Mwenyekiti wa Taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu itasomwa Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam. Tunawaasa wanachama, wapenzi na washabiki wote wa Chadema wa mkoa wa Dodoma, lakini tunawaasa watu binafsi, watu wenye mapenzi mema, watu wenye kumtakia mema Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa Taifa. Tunawaasa Watanzania wapigania haki, tunawaasa wananchi wote wapenda haki, wote kwa pamoja, kwa umoja wetu, kwa solidarity yetu, twendeni Dar es Salaam, tufike Kisutu, tumtie mwenyekiti moyo, tuungane na waheshimiwa viongozi wa kitaifa, viongozi wa mikoa, viongozi wa kanda
viongozi wa majimbo ya mkoa wa Dar es Salaam, wanachama, washabiki na wapenzi wote wa chama hiki wa nchi nzima ambao siku ya kesho watakuwa pale Dar es Salaam Mahakama Kuu kusikiliza kesi. Kwenda kusikiliza kesi ni haki yetu. Mahakama ni chombo cha kiraia. Tumesikia taarifa ya kamanda wa kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam akipiga marufuku na kuzuia mikusanyiko ya wanachama na viongozi wa Chadema hapo mahakamani. Sisi baraza la wazee mkoa wa Dodoma tunasema kamanda Muliro wa kanda maalum hana mamlaka juu ya muhimili wa mahakama. Mahakama ni muhimili unaojitegemea. Polisi sio wasemaji wa mahakama, na kwenda mahakamani na kusikiliza kesi ya kiongozi wetu, kesi ya kiongozi mkubwa wa kitaifa ambaye ana wafuasi wengi ndani ya nchi hii ni haki yetu. Na tunasema tutakwenda kwa amani, tutakuwa tumeshikilia vitambaa vyeupe mkononi ili kuashiria upendo na amani, kwenda kusikiliza hiyo kesi ya uonevu dhidi ya mwenyekiti wetu wa taifa. Na tunasema kwamba ni haki ya kila mtu kwenda kusikiliza namna ambavyo kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wetu inavyoendeshwa. Tuendelee kuomba jeshi la polisi watende majukumu yao ya kuwalinda raia na mali zao, na sio kuzuia wananchi pamoja na wanachadema kwenda kusikiliza kesi. Tunarudia kusema kwamba polisi hawana mamlaka juu ya muhimili wa mahakama, wala wao sio wasemaji wa mahakama. Ni haki yetu sisi wa Tanzania, wanachadema na wapenda haki kokote, kwenda mahakamani na kumtia moyo mwenyekiti wetu, lakini kupata fursa ya kusikiliza aina ya mashtaka ambayo mwenyekiti wetu amefunguliwa. Kama hawataki wananchi twende pale, basi wamfutie mashtaka. Wakimfutia mashtaka hawatatuona sisi tukusanyike pale mahakamani. Tunakwenda mahakamani kusikiliza kesi kwa sababu ni kiongozi wetu amepewa mashtaka ambayo tunaamini ni mashtaka ya uonevu.